السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu wa yadhahullahu taala ibn Salaziz anasema kwamba tangu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amedai kuwa Masihi aliahidiwa, na tangu ameanzisha jumuiya mpaka leo dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na dhidi ya wafuasi wake Waislamu wanaendelea kuleta shutuma hii kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kujiita nabii au sisi kwa kumpokea kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu tumeenda kinyume na khatme nabuwat ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilhali ukweli ni kwamba hawa wanajua kwamba hii ni shutuma tu na haina ukweli ndani yake. Sisi sawa na mafundisho ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam tunaamini khatme nabuwat ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaidi kwa kauli yetu na kwa vitendo vyetu, na tunajaza mioyo yetu kwa mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tunasambaza dini iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama Waislamu wengine wanasambaza au wanaamini na wanakiri. Hata sisi tunaamini zaidi kuliko Waislamu wengine, kwa sababu Waislamu wengine hawakuelewa heshima na daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jinsi sisi kwa sababu ya mafundisho ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam sisi tulielewa na tuliheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini kwa vyovyote hao Waislamu kwa msingi huu wanaendelea kupinga jumuiya na wanajumuiya, na mara kwa mara kwa sababu mbalimbali wanapata jazba ya kutupinga sisi, na maulama wanawachochea Waislamu wa kawaida zaidi kuliko zamani. Hivi karibuni katika mji wa Glasgow mwanajumuiya mmoja aliyeuawa. Wapinzani wetu kwa kujiokoa na kujisalimisha katika kesi hii walijaribu kuweka msingi wao juu ya dini, lakini kwa sababu ya uadilifu wa serikali na kwa sababu ya habari za media wao walianza kuomba radhi.
hasusan chama chao kikubwa kiliomba radhi, lakini pamoja na kuomba radhi waliendelea kusisitiza na kwamba wanajumuiya si waislamu. Katika misikiti yao wanasema maneno haya na wametia maneno haya katika mioyo ya waislamu wa kawaida kiasi hiki kwamba hata watoto wa waislamu wale ambao hata hawajui kutamka shahada, hata wale ambao hawajui kwamba khatme nubuwat ni kitu gani, hata hawa watoto wadogo wanawaambia watoto wa Kiahmadiyya kwamba nyinyi si waislamu. Kwa sababu watoto kadhaa waliniandikia barua hivi karibuni kwamba hawa waislamu, watoto wa Kiislamu wanatutendea hivi. Hazur anasema kwamba nawaambia hawa watoto kwamba nyinyi mujifunze zaidi mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na muwaambie marafiki zenu kuhusu mafundisho haya, na muwaambie kwamba sisi ni waislamu na tunafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na tunaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khatamun nabiyyin. Na kwa mujibu wa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaamini kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ni mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika nchi mbalimbali dhidi ya wanajumuiya upinzani huu unapatikana mara kwa mara, lakini sasa kwa sababu media na kwa sababu ya kuwa usafiri rahisi, wapinzani na upinzani wao unafika kila mahali. Kwa hiyo kwa sababu ya hii hakuna nchi yoyote duniani ambayo inaweza kusalimika kwa sababu ya hawa watu ambao wanaleta ufisadi. Hawa wanafika katika nchi za Afrika na mahali ambapo hawakufika, na watu wa kule walikuwa hawana dini, au walikuwa Wakristo, au walikuwa Waislamu wa jina. Wanajumuiya walipofika kule na walipojenga misikiti, hawa Waislamu pia walifuata kule na walifika kule kwa ajili ya kuleta upinzani. Kwa hivyo hawa wataendelea kuleta njama yao dhidi ya jumuiya. Hawa wanaoishi hapa katika nchi za Ulaya, hawa mashehe wanafika katika nchi za Ulaya pia, na kwa sababu ya mafundisho yao ambayo wanatoa katika misikiti yao, katika madarasa yao, na katika familia yao na majumbani kwao, kwa sababu ya hii watu fikira zao pia, watoto fikira zao pia zinaendelea kuwa yenye sumu dhidi ya jumuiya. Lakini sehemu yoyote wanapofika hawa wapinzani kule, watoto wetu na wanajumuiya wetu wote ni jukumu lao kwamba wao pia wafanye juhudi ili wapate elimu ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na wasome mafundisho yaliyoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam katika zama hii. Kwa hiyo jumuiya inaamini ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho wa sheria, na upande wa sheria utume ulikatika juu yake, yani hakuna sheria ingine mpya inayoweza kuja. Na vile vile Qur'ani tukufu ni Qur'ani cha mwisho chenye sheria. Vile vile Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumishi nabii wake, na yeye alikuja kwa ajili ya kuendeleza sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuja kwa ajili ya kusambaza sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kwa vyovyote tunaona kwamba
wakati wote upinzani ulipozidi jumuiya ilipanuka zaidi na upinzani ulifanya kazi ya mbolea. kwa hiyo sisi hatutakiwi tuwe na wasiwasi hata kidogo kwa sababu ya tukio lililotokea hapo Glasgow. kwa sababu ya hii jumuiya ilijulikana sana, na labda ikiwa tungetaka kusambaza ujumbe tusingeweza kusambaza jinsi ilivyoenea, na watu walianza kuelekea upande wa jumuiya. na vile vile wale vijana ambao walikuwa hawana shauku ya dini, wale vijana ambao walikuwa hawaweki uhusiano mzuri na jumuiya, walikuwa wakija mara kwa mara labda siku ya Idi, lakini kwa kupitia media, mitambo ya kupaza sauti na kusambaza sauti, wao wamejua kwamba sisi tunamwamini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazur anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alitimiza haki ya utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jinsi gani alithibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa khataman nabiyyin, na kuhusu hii alituelekeza namna gani kuhusiana na hii. nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba kumbukeni kwamba mtu hawezi kuwa Muislamu mkweli na hawezi kuwa mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka awe na yakini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, na madamu haachi tabia za kufuata bid'a mbalimbali zinazoletwa ndani ya dini. Mambo haya mapya yaliyoongezwa na watu hawa katika dini, madamu haachi kufuata mambo haya hawezi kuwa Muislamu mkweli. na bid'a hizi hazikuanzishwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali maulama walianzisha. na anasema kwamba madamu ye hathibitishi kwa kauli yake na kwa amali yake kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, basi yule mtu si kitu chochote. Hazur anasema kwamba tunayosema si maneno tu, bali Sayyidina Muhammad sallam amesema kwamba tunatakiwa tumamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, lakini ikiwa haamini hivi basi yeye si Muislamu. na shairi moja aitwaye Saadi amesema katika lugha ya Kiajemi, tafsiri yake ni hii kwamba yani kwa ajili ya ucha Mungu na ukweli lazima mufanye juhudi, lakini msiende nje ya mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba madai yetu kwayo Mungu ameweka moyoni mwetu ni kwamba tuthibitishe na tuimarishe utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulioletwa na Mwenyezi Mungu, na tuvunje utume ya uongo ulioletwa na hawa watu kwa sababu ya bid'a walioanzisha. na kwa kufanya hivi hawafuati mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufanya hivi wanavunja heshima ya utume. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba muangalie viongozi wa hawa Waislamu na mushuhudie kwamba je, sisi tumeamini khatme nabuwati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hawa watu. Anasema kwamba hili ni jambo la shari kwamba mtu aseme kwamba kwa mdomo muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, lakini kwa vitendo mufuate bid'a zenu na mila zenu, na kwa kufanya hivi muwe na sheria yenu. Wao wameanzisha bid'a za mbalimbali kwa majina mbalimbali,
amesema kwamba je, kwa kupitia qurani tukufu au kwa mwenendo wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano wake unapatikana? na vile vile hawa wanasema ya sheikh abdul qadir jilani shay'an lillah, wanasema hivi, je dalili yake inapatikana katika qurani tukufu? wakati wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh abdul qadir jilani radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa hayupo. sasa nani aliwaambia waseme hivi? basi mnatakiwa muwe na haya. je hii ni dalili ya kufuata sheria ya dini tukufu ya islam? sasa nyinyi mwenyewe muamue kwamba kwa kukubali bidhaa hizi na kwa kufanya vitendo vya aina hivi kwamba je mnastahili kuniambia kwamba mimi nimevunja muhuri ya khatma ya nabuwat ya mtume sallallahu alaihi wasallam. ukweli ni kwamba ikiwa nyinyi msingeingiza bidhaa katika misikiti yenu na kwa kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mungefuata mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hali kulikuwa hakuna haja ya kuja kwangu. kwa sababu ya bidhaa zenu hizi na kwa sababu ya utume mpya wenu, Mungu alinituma katika shuka la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mungu alinituma ili nivunje masanamu haya yaliyotengenezwa na nyinyi, na kwa ajili ya kazi hii Mungu amenituma. Anasema kwamba kusujudu hawa viongozi au kuzuru makaburi yao, haya ni mambo ya kawaida tu hawa wanafanya. Ilmuradi Mungu alianzisha jumuiya hii kwamba utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na heshima yake tena imarishwe duniani na ihakikishe tena duniani. Amesema mtu anadai kwamba yeye ni ashiki wa mtu fulani, ikiwa wengi wanafanana naye katika mapenzi, basi yeye ana ubora gani ya kujiita kwamba yeye ni ashiki? na ikiwa yule ambaye anapendwa wengi wapatikane ambao wataanza kumpenda, katika hali hii ubora wa mapenzi yake utakuwa nini? Amesema hawa wanaojidai kwamba wamezama katika mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na madai haya wanaabudu makaburi mengi, wanaenda Madina lakini wanaenda Ajmer, na vile vile wanaenda katika makaburi mengine bila kuwa viatu, na wanaona mtu akipita katika dirisha la Pakpatan basi yeye atafaulu. ni haya ni makaburi ambapo katika nchi ya Pakistan watu wanaenda, na kule wanasema kwamba mtu akipita katika dirisha ya kaburi la Pakpatan basi yeye atakoka, haina haja ya kufanya vitendo vizuri. Amesema wapo wengine ambao wana bendera yao na wapo wengine ambao wana sura ya aina nyingine. Kwa kuona sherehe ya hawa watu, moyo wa mtu mkweli unaanza kutetemeka kwamba hawa wameweka nini, wameanza kufanya nini. Ikiwa Mungu asingekuwa na ghaira ya dini tukufu ya Islam na isingekuwa maneno ya Mwenyezi Mungu inna dina indallahi alislam, na yeye ikiwa asingesema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, bila shaka hali ya Islam ilikuwa ya aina hii kwamba kulikuwa hakuna shaka ya kuangamia kwake. Lakini ghaira ya Mwenyezi Mungu ilipata changamko mara ya tena, na ghaira yake ilitaka kwamba buruzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam apatikane tena na auishe tena unabii wa mtume sallallahu alaihi wasallam. na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu alinituma kwa kuwa Imam Mahdi na Masihi aliahidiwa. Halifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema kwamba lengo letu haswa ni kuthibitisha na kudhihirisha jalali ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhakikisha heshima yake. Sisi ikiwa jina langu linatajwa ni kwa sababu ya baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam. yani Hadhrat sallallahu alaihi wasallam ni yenye kutupatia baraka na fadhila, na kwa sababu ya baraka hii jina langu pia limekuja na jina langu pia limetajwa. hii ni
fadhila na baraka ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kwa hiyo iliyompatia daraja hii sainam alahi salatu wassalam, hii ilikuwa baraka na fadhila za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba pamoja na jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jina la sainam alahi salatu wassalam pia limetajwa. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba lengo la kuja kwake ni hii, kwamba kwa sababu ya giza iliyopatikana katika Islam miaka 1000 na kwa sababu ya hii bidhaa zilizopatikana, nimekuja kwa ajili ya kufuta bidhaa hizi. Anasema wale wanaokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wao hawasemi maneno mabaya, wao wanasema kwamba muabudu Mwenyezi Mungu na muwatendee watu vizuri na musali swala, na bidhaa zilizopatikana ndani ya dini msifuate zile bidhaa. Basi ikiwa mimi nimekuja katika zama hii, nimekuja kwa ajili ya kurekebisha makosa haya yaliyopatikana katika zama ya giza, yani giza iliyopatikana katika Waislamu kwa muda mrefu. Kosa kubwa ni hii, kwamba heshima ya Mwenyezi Mungu ilifedheheshwa na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahusu umoja wa Mwenyezi Mungu yaliwekwa katika dhana mbaya. Mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kuhusu umoja yalifedheheshwa. Upande mmoja wa Kristo wanasema kwamba Yesu yupo hai na nabii wenu amefariki, na kwa sababu ya hii wanasema Yesu Kristo ni Mungu na ni mwana wa Mungu na anaendelea kuwa hai tangu miaka 2000 na yeye hakuathirika kwa sababu ya kupita ya miaka mingi. Na upande mwingine Waislamu wamekiri na wamekubali bila shaka Yesu Kristo ameenda mbinguni tangu miaka 2000, yupo hai, yuko mbinguni na hali yake haikubadilika hata kwa kupita miaka 2000. Na mtume sallallahu alaihi wa sallam amefariki. Nasema kweli kweli kwamba moyo wangu unaanza kutetemeka ninaposikia shekhi wa Kiislamu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam amefariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hai lakini aliitwa mfu. Sasa kuna fedheha zaidi ya Islam inayoweza kuwa kuliko hii? Hii ni bahati mbaya Waislamu ambao walisema maneno kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu, ila hali ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema waziwazi kwamba Yesu amefariki, lakini Mungu aliweka kazi hii kwa ajili yangu mimi, kwa sababu Mungu ameniita kwa jina la Hakam. Kwa hiyo atakayekuja kuwa Hakam, yeye ataondoa kosa hili. Dunia haikumkubali Hakam, lakini Mungu atakubali, na kwa mashambulio makubwa atathibitisha ukweli wake. Anasema kwa sababu ya bidhaa za aina hizi ilileta hasara kubwa sana kwa ajili ya Islam, lakini sasa wakati umefika kwamba uongo ujulikane. Yule ambaye alitumwa kwa kuwa Hakama, yeye hawezi, mambo haya hayawezi kufichika kwake. Qur'ani tukufu imesema waziwazi kwamba halifa wa mwisho atakuwa Masihi Maud, na yeye ameshafika. Hata ikiwa mtu anaendelea kufuata mambo ya zamani ya mambo ya giza, basi yeye atapata hasara mwenyewe, na yeye atakuwa sababu ya kuipatia hasara Islam. Kwa sababu ya itikadi hii watu wengi wameretadi, na kwa sababu ya itikadi hii Islam ilifedheheka, na vile vile mtume sallallahu alaihi wa sallam alifedheheshwa wakati walipoamini kwamba Yesu Kristo alihuisha wafu na alienda mbinguni. Katika hali hii mtume sallallahu alaihi wa sallam na uzbila alikuwa hana heshima yoyote, ila hali aliitwa rahmatul lil alamin, na vile vile alikuwa nabii kwa afatil linnas, yani kwa ajili ya watu wote. Yeye alikuwa khataman nabiyyin. Lakini Waislamu ambao wanakuwa na itikadi ya aina hii wana dini hii pia, kwamba ndege wanapatikana siku hizi, wengine ni wa Yesu Kristo na wengine waliumbwa na Mungu. Nauzubillahi min zalik. Mimi niliwahi kumuuliza mtu mmoja kwamba ikiwa wanyama wawili wanaletwa na inaulizwa kwamba nani aliumbwa na Mungu na nani aliumbwa na Yesu Kristo, akasema kwamba wao
wale wanyama wamechanganyika, si rahisi kutambua. Hazur anasema kwamba sasa nataka kusoma baadhi ya maandiko ya sainam alayhi salatu wassalam ambamo yanathibitisha hulka za sainam alayhi salatu wassalam. vile vile inajulikana kwa kupitia maandiko haya kwamba sainam alayhi salatu wassalam alithibitisha kwamba yeye ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, na vile vile mafundisho ya dini tukufu ya Islam yanajulikana kwa kupitia vitendo vyake. wakati fulani mtu mmoja aitwaye Abdul Haq alikuwa mwanafunzi wa chuo, aliwahi kuwa Muislamu lakini baadaye akaritadi na akawa Mkristo. Kama nilieleza hapo awali kwamba kwa sababu ya itikadi ya watu wengi waliritadi, na huyu pia alikuwa mmoja wao, akaritadi na akawa Mkristo. Yeye alikuja Qadian, haijulikani alikuja kwa ajili ya kutafuta haki alikuja kwa ajili ya kupata elimu zaidi. Kwa hiyo akaja Qadian, akakaa kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alikutana na Sayyidina alayhi salatu wassalam mara kwa mara, na Sayyidina alayhi salam alikuwa akimwelezea mambo mbalimbali. Siku moja yule Abdul Haq akasema kwamba nilipotaja jina lako mbele ya Mkristo, yule Mkristo akakutukana, na mimi sikupenda hii. Kwa kusikia maneno yake haya, Sayyidina alayhi salatu wassalam akamjibu, na jibu lake linathibitisha hulka njema ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba hawa wananitukana mimi, sijali, mimi napokea barua chungu mzima zenye matukano, na hata mimi nalipa tikiti yao. Napoanza kusoma nakuta yamejaa na matukano. Katika matangazo pia wananitukana. Hazur anasema katika Pakistan pia siku hizi wanafanya hivi. Kwa hivyo wananiandikia barua yenye matukano, lakini mambo haya hayaleti madhara yoyote kwa ajili yangu. Je, kwa sababu ya hii wanaweza kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu? Wapinzani waliendelea kufanya hivi na mitume ya Mwenyezi Mungu. Angalia Yesu Kristo alitendewa namna gani. Yeye pia alitukanwa na hata alipelekwa msalabani. Kisha akasema kwamba angalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alitendewa namna gani, hata mpaka leo watu wenye tabia mbaya wanamtukana. Mimi ni mwenye heri kwa ajili ya wanadamu yule anayenidhani mimi ni mdui wake, yeye ni mdui wa nafsi yake. Hazur anasema kama nilivyosema kwamba huyu bwana Abdul Haq alikaa siku kadhaa huko Qadian, na aliendelea kuzungumza na Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Sayyidina alayhi salam aliendelea kumjibu maswali yake. Siku moja Sayyidina alayhi salam akamwambia na kuambia mara kwa mara kwamba madamu huelewi jambo fulani, uendelee kuniuliza mara kwa mara. Pengine hii si sahihi kwamba hukuelewa jambo fulani na umesema kwamba umeshaelewa. Matokeo yake yatakuwa mabaya ikiwa unafanya hivi. Hii ilikuwa hulka ya Sayyidina alayhi salam kwamba alimwambia uulize swali mara kwa mara. Alikuwa na hamu kwamba watu wajue haki, na kwa kumtambua haki wakubali, wapokee. Huyu kijana alikuwa namjua bwana Sirajuddin Mkristo, ambaye alimuuliza Sayyidina alayhi salatu wasallam maswali, na Sayyidina alayhi salam alijibu maswali yake, na maswali haya yalichapwa baadaye. Kwa kueleza tukio hili, Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema bana Sirajuddin ambaye alikuja hapa, yeye pia alifanya hivyo ndivyo na hakupata faida. Yani alikuwa anauliza swali, na baada ya kuuliza alikuwa anakaa kimya, alikuwa haulizi maswali zaidi. Kwa hiyo madamu alikuja hapa lakini hakufaidika kwa sababu ya tabia yake hii. Lakini nilipokuwa nikieleza alikuwa akisema ndiyo. Ikiwa yeye alikuwa na mashaka moyoni mwake, yeye hakufanya juhudi ya kuondoa yale mashaka kwa kuuliza maswali zaidi. Kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam aliuliza maswali kadhaa, au alieleza Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa kusikia maelezo yake aliendelea kufanya ndiyo, ilhali alikuwa hakuelewa vizuri. Sayyidina alayhi salatu wasalam
akamuuliza yule kijana bana abdul haq kwamba je bana sirajuddin alikwambia kitu chochote kwa sababu unamtambua unamjua. Huyu bana abdul haq akasema kwamba ndiyo, yeye alikuwa alinizuia kwamba usiende kule Kadian, haina haja ya kwenda kule wakati sisi tumeshapokea haki, kwa sababu yeye pia aliritadi kutoka Islam, yani tumepokea Ukristo, sasa haina haja ya kutafuta zaidi. Na alisema hayo pia kwamba niliporudi kutoka Kadian, Mirza Sahib alinisindikiza kwa maili 3 na alikuwa anatoa jasho sana. yani Sayyidina alayhi salam alienda kumsindikiza yule bana kwa maili 3, na hii pia inathibitisha ukarimu na hulka njema ya Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa anayo. Editor mhariri wa Badr ameandika maelezo juu ya tukio hili. Amesema kwamba watu wenye tabia nzuri na safi wafikirie kuhusu ukarimu na upole wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wafikirie hamu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam aliyokuwa anayo kwa ajili ya kuwaokoa watu. Kwenda maili 3 ilikuwa kwa ajili ya kumwokoa katika giza, ili yeye asianguke katika giza. Anaandika kwamba ikiwa mtu anakuwa na tabia safi anaweza kupata mwongozo kwa kupitia tukio hili. Ewe yule ambaye alikuwa na huruma kwa ajili yetu, salama ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba maana ya jasho huyu bana alichukua kwamba kama mimi sikujua majibu ya maswali yake, ni nasikitika kwamba ungemuuliza kwamba kwa nini yeye aliendelea kusali hapa. Yani yeye alipokwenda Kadian, huyu bana Sirajuddin aliendelea kusali pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam, na vile vile anasema je, hakusema kwamba mimi nimeridhika? Angekuwa hapa mbele yangu ningemuuliza, lakini sasa kwa sababu hayupo hapa siwezi kumuuliza. Huyu Abdullah akasema nilimuuliza huyu bana, je ulikuwa na swali? Akasema ndio nilikuwa na swala, lakini hatimaye nilisema kwamba nitaamua baadaye. Yani Sirajuddin alisema nitaamua baadaye, kwa hiyo niliondoka kutoka Kadian. vile vile Abdullah anasema Sirajuddin alisema Mirza Sahib anataka umashuhuri. Niliuliza maswali manne, lakini yeye akajibu, akachapa majibu yake. Sayyidina alayhi salam akasema kwamba umashuhuri ni nini? Kwa nini tungeficha haki? Tungefanya hivi basi tungekuwa wenye makosa na tungemwasi Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mungu amenituma kwa kuwa mtume, lazima nitaeleza haki na lazima nitafikisha kazi ujumbe niliyopewa mimi. Hata kama mtu anapenda au hapendi, wananiita kwa jina gani, wewe umandikie barua tena kwamba akae tena hapa kwa siku kadhaa. Huzur anasema kwamba kazi kwayo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yeye hakutaka kwamba ile kazi ibaki kwa ajili ya mtu mmoja tu, bali yeye alipoona kwamba watu wengine pia wanaweza kufaidika na ukweli wa Islam utajulikana, kwa hiyo akachapa majibu ya maswali yake. Hakuchapa kwa ajili ya kutaka umashuhuri. Basi kila kazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ilikuwa kwa ajili ya heshima ya Islam na kwa ajili ya heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa vyovyote Sayyidina alayhi salam alikuwa akizungumza na huyu kijana Abdul Haq. Siku moja Sayyidina alayhi salam wakati alipokuwa anazungumza na huyu kijana kuhusu maswali ya Sirajuddin, alipofika karibu na nyumbani kwake, wakati ule Sayyidina alayhi salam alimwambia Abdul Haq kwamba wewe ni mgeni wetu, na mgeni ambaye anakuwa na tabia ya kuuliza swali anaweza kupata starehe, kwa hivyo uniulize kitu chochote unachotaka. Kisha Sayyidina alayhi salam akawaambia wanajumuiya kwamba huyu ni mgeni wetu, kwa hiyo ni juu yenu kwamba lazima mumtendee vizuri na mzungumze naye kwa hulka njema, na kila mmoja afanye juhudi ili asipate shida yoyote hapa. Kwa kusema hivi Sayyidina alayhi salam akaenda nyumbani kwake. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam alikuwa akijali sana kuhusu heshima na ukarimu ya wageni, kwa sababu alikuwa akidhani kwamba huyu mtu amekuja kwa ajili ya kutafuta haki ili apate ujumbe vizuri, na vile vile
apate starehe kwa sababu yeye ni mgeni wake. Hazur anasema kwamba sasa naeleza tukio moja la kumdhuru mgonjwa, lakini katika tukio hili pia sayyidina alayhi salatu wassalam alipofanya maombi hakusema kwamba maombi yake yanakubaliwa kama maulamaa wa siku hizi wanafanya kibri, bali sayyidina alayhi salam alisema kwamba tunatakiwa tuishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Tukio ni hivi kwamba Kureshi sa fulani aliyekuwa mgonjwa alikuja Kadian kwa ajili ya kupata matibabu kutoka kwa halifa wa kwanza. Halifa wa kwanza alimwomba sayyidina alayhi salam amuombe. sayyidina alayhi salam alisema nitafanya maombi. kisha siku moja jioni huyu mgonjwa alimwomba halifa wa kwanza kwamba mimi nataka kukutana na sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini kwa sababu miguu yangu imevimba sikuweza kutembea na siwezi kwenda kwake. sayyidina alayhi salatu wassalam mwenyewe tarehe 11 Agosti aliahidi kwamba ataenda nyumbani kwake kwa ajili ya kumwangalia. kwa hiyo sawa na ahadi yake, wakati alipoenda kutembelea akafika nyumbani kwake ambapo huyu mgonjwa alikuwa amekaa. kwa hiyo sayyidina alayhi salam aliendelea kumuuliza kuhusu ugonjwa wake, kisha akamhubiri, kwa sababu sayyidina alayhi salam alikuwa haachi nafasi ya kuhubiri. kwa hiyo kwa kumhubiri sayyidina alayhi salam akasema kwamba mimi nimefanya maombi, lakini kweli ni kwamba maombi hayafai mpaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia iwe ndani yake. Watu wenye haja wanakuwa na matatizo mengi sana, lakini kwa amri ya kiongozi madhara yale yote yanaondolewa. yani watu wengine wanakuwa na haja mbalimbali, wanamwendea kiongozi wao, wakati kiongozi anapotoa amri madhara na shida zile zote zinaondolewa. hivyo ndivyo mambo yote yanafanywa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wakati napopata kwamba idhini imetolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, naona kwamba maombi yamekubaliwa, kwa sababu amesema udhuuni, lakini amesema astajib lakum, yani mimi nitasikia, nitapokea maombi yenu. yani nitasikia, lakini mnalazimika kufuata amri zangu, na vile vile kumabudu yeye pia ni sharti. amesema kwamba hii ni lazima kwamba mtu alete mabadiliko ndani yake na apatane na Mwenyezi Mungu na ajue kwamba kwa nini amekuja duniani na kiasi gani amefanya juhudi ya kutekeleza kuja kwake hapa duniani. Madamu mtu hamkasirishi Mwenyezi Mungu, yeye hapati madhara, lakini ikiwa mtu anapoleta mabadiliko ndani yake, Mungu pia anamjaalia fadhila zake. na katika hali hii mtabibu pia anagundua maradhi ni nini. yani Mungu anapoleta fadhila yake katika hali hii, mtabibu pia anagundua huyo mtu ana maradhi gani, yani anapewa uwezo wa kugundua maradhi. Amesema hakuna kitu chochote ambacho ni ngumu kwa Mungu, bali Mwenyezi Mungu shani yake ni hii, inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. yani Mungu anaponuia kufanya jambo lolote anasema kwamba iwe hivi na hivyo inatokea. Amesema nilisoma katika gazeti kwamba deputy inspector alikuwa nasafisha kucha kwa pencil, lakini kwa sababu ya hii mkono wake ulivimba. kwa hiyo hatimaye daktari alisema mkono wake unatakiwa ukatwe, na huyu bana aliona kwamba hii ni jambo la kawaida, lakini hatimaye alilazimika kukata mkono wake. na amesema siku moja mimi pia nilisafisha kucha zangu kwa penseli. Kesho yake nilipoenda kwa ajili ya kutembelea, mkono wangu ulianza kuvimba. wakati huo nilifanya maombi, nikapata ufunuo. baada ya ufunuo nilipoona, nikakuta mkono wangu umepona kabisa na hakuna hata maumivu. kwa hiyo Mungu anapoleta fadhila zake katika hali hii, maumivu yote yanaondoka, lakini kwa ajili yake sharti hii kwamba mtu alete mabadiliko ndani yake. katika hali hii
anapoona kwamba mtu fulani ni mwenye faida, basi mungu anaweka baraka katika maisha yake na katika umri wake. yaani anapoona kwamba kwa sababu ya huyu mtu dunia itapata faida, basi mungu anaweka maendeleo katika umri wake. baadhi wakati haitokei hivi, lakini kwa kawaida hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Amesema katika kitabu chetu, yani ndani ya Qur'an tukufu imeandikwa waziwazi kwamba wa amma ma yanfa'u nasu fayamkusu fil arz. yani kitu kinachofaidi watu, kile kitu kinaendelea kubaki ardhini. wa amma ma yanfa'u nasa fayamkusu fil arze. Amesema hivyo ndivyo inayothibitika kutoka kwa vitabu vya kale, kama katika kitabu cha Hizkil pia imeandikwa hivi. Anasema mwanadamu ametumwa kwa ajili ya kazi kubwa sana, lakini wakati unapofika na yeye hatimizi jukumu lake katika hali, mungu pia anamfisha, anamaliza. angali ya mtumishi, ikiwa yeye hafanyi kazi vizuri, kiongozi wake anamfukuza kazini. katika hali mungu kwa nini abakishe nafsi ambayo hatimizi jukumu lake? Anasema Sayyidina Ali sallallahu wasallam kwamba babu yetu marehemu aliendelea kutibu miaka 50. alikuwa akisema kwamba yeye hakupata matibabu yoyote. kweli ni kwamba bila idhini ya Mwenyezi Mungu kitu chochote kinachoenda tumboni mwa mwanadamu haileti faida hata kidogo. tunatakiwa tufanye tauba na istighfar sana ili mungu alete fadhila zake. wakati fadhila za Mwenyezi Mungu zinaposhuka katika hali, maombi pia yanapokelewa. mungu amesema hii kwamba nitapokea maombi, lakini upande mwingine amesema lazima mkubali kadri yangu. kwa hivyo ikiwa sipati idhini ya Mwenyezi Mungu, sidhani maombi yangu yamekubaliwa. basi bila tunatakiwa tuendelee kuzingatia fadhila za Mwenyezi Mungu. kisha Sayyidina Ali sallallahu wasallam ametuelekeza kuhusu haki za Mwenyezi Mungu na haki za binadamu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani tukufu, na yeye mwenyewe alituonyesha kwa mfano wake kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Sayyidina Ali sallam anasema kwamba katika haki za Mwenyezi Mungu, haki kubwa ni kwamba yeye aabudiwe, na ibada hii isiwe kwa ajili ya maslahi ya nafsi. hata kama hakuna pepo na jahanamu, hata katika hali hii pia mungu anatakiwa aabudiwe. mungu anatakiwa aabudiwe kwa sababu ya mapenzi haya, na mapenzi yasipungue. kwa sababu zuri anasema, wengine wanasema kwamba mnamwabudu mungu kwa sababu ya tamaa, lakini Sayyidina Ali sallam anasema tunatakiwa tumaabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mapenzi yake. na katika hii haitakiwi iwe swali la pepo na jahanamu. ikiwa tunatekeleza haki ya mungu, basi katika hali tusiwe na tamaa kwamba tutapata pepo au jahanamu, lakini kumwabudu mungu ni haki yake, kwa hiyo tunatakiwa tumaabudu. Anasema kuhusu kuwatendea vizuri watu, dini yangu ni hii kwamba madamu hatufanyi maombi kwa ajili ya maadui, hatuwezi kusafisha vifua vyetu. udhuuni astajib lakum, ndani ya aya hii mungu hakuweka kizuizi kwamba ikiwa mnafanya maombi kwa ajili ya maadui sitakubali maombi, bali dini yangu ni hii kwamba kuwaombea maadui ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hazrat Umar alisilimu kwa sababu ya maombi haya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimwombea sana, ndiyo maana hatutakiwi tuwe bahili katika maombi. tunashukuru kwamba mimi sioni kwamba mtu yeyote ni mdui wangu ambaye sikumwombea. hakuna hata mtu mmoja ambaye sikumwombea. kwa hiyo nawasihini nyinyi pia, nawafundisheni nyinyi pia kwamba mfanye hivi. kwa sababu ya hii, ikiwa tunamuudhi mtu na tunakuwa mdui wake, mungu hapendi jambo hili. kama yeye
hapendi kwamba kitu kingine kishirikishwe pamoja naye, yaani kuwa na uadui na kuwaudhi watu wengine na kwa kufanya hivi kwa sababu ya uadui, mungu hapendi hata kidogo, kama yeye hapendi kwamba ashirikishwe na kitu kingine chochote. Amesema mungu hataki kwamba yeye aachwe, na upande mwingine yeye hataki kwamba akutane nasi, yani yeye hataki ile hali ya kukutana na watu. Amesema kwamba wanadamu wasipatane, wawe ihtilafu kati yao, wahitilafiane na wasipatane. Hii mwenyezi mungu hataki, hii ni fasl, yani yeye hataki. Na mungu hataki kuhusu nafsi yake yeye kwamba kitu kingine chochote kishirikishwe naye, na mungu hataki ashirikishwe hata kidogo. Mungu hataki kwamba wanadamu wahitilafiane, na anataka watu wapatane na wakae kama kitu kimoja, na wao waone kwamba ni sawa. Na kuhusu yeye anataka kwamba yeye ni mmoja na kitu kingine chochote kisishirikishwe pamoja naye. Amesema kwamba hii ni ile njia, kwayo tunatakiwa tufanye maombi, kwa sababu ya hii vifua vinakuwa safi. Kwa hivyo maadamu jumuiya yetu haipati rangi hii na hali hii, basi hakuna tofauti baina yetu na ya wengine. Mimi nina dini hii kwamba ikiwa mtu anamfanya mtu kuwa rafiki, basi anatakiwa amtendee vizuri na ampende na azungumze naye kwa upole, kwa sababu hii ni shani ya mwenyezi mungu, kwamba mungu anawasamehe watu wabaya pamoja na watu wema. Basi nyinyi ambao umejiunga nami mnatakiwa muwe watu kwao mungu amesema fainahum qaumun la yashka jalisuhum, yani hawa ni watu ambao marafiki zao pia hawawezi kuwa na wenye bahati mbaya. Hii ni muhtasari wa mafundisho ambayo kwayo mungu amesema takhallaku bi akhlaqillah. Hazur anasema kwamba haya ni mambo kadhaa niliyoeleza katika hazina kubwa sana aliyotuelezea sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kupitia mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na kwa mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kupitia mafundisho haya inathibitika kwamba sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alimfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alifuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na ya dini tukufu ya Islam, na alitimiza haki yake vizuri. Yeye hakusema kwamba ana amini khatme nabuwat, bali kila kauli yake na mali yake ilikuwa sawa na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeye alikuwa na hamu ya kuimarisha sheria hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili dunia pia ijue kwamba mafundisho haya mazuri yaliyoshuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho haya ni okovu. Na vile vile aliwasihi wafuasi wake pia kwamba wao wafuate mafundisho haya. Mwenyezi mungu atujalie kwamba sisi tutimize haki ya kujiunga na jumuiya ya sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Ikiwa upande moja mungu atujalie tuweze kuwa na mifano sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu, vile vile Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufahamu heshima na daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kuonyesha picha halisi ya dini ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر